Mimi naomba kwanza tukaanze kwa kuijengea heshima na kuinyanyua heshima ya walimu wetu wote. Na ili mfanye hivyo, hilo jambo lenyewe nyinyi mwanzo kukemeana wenyewe kwa wenyewe. Mwalimu anaingia darasani amelewa, chopi kabisa. What kind of impression unapeleka? Haya, mwalimu unapenda ukiangalia vibinti vidogo na unakodolea macho. What kind of impression mwalimu unapeleka? Alafu kwenye jambo hayo wenyewe mnajuana kwamba huyu mlevi, huyu anapenda vitoto, huyu anadokoa pesa za shule, huyu anafanya nini. Hamsemezani. Nalisema hili pale kwenye ile kwamba mwalimu anapewa kazi ya ujenzi, hana taaluma kufanya nini? Kwani ameambiwa engineer ajenge? Hivi kweli jamani, unaambiwa simamia hayo madarasa ya force account hayo. Darasa moja lina gharama na kila kitu umepewa kina gharama yake. Unafika mwisho wa siku zimepungua milioni 4. Darasa halijamalizika. Unasema huyu ni mwalimu wa masuala ya Kiswahili, hana elimu ya masuala ya ujenzi. Kweli? Kweli? Lakini ukimwangalia na mambo yake fulani ambayo yamesimama. Alafu sasa tunaniomba kwamba tusimchukulie hatua. Unakubali majukumu ambayo unajua kabisa huna uwezo na unashindwaje? Kwa sababu mwalimu huyu amejenga kibanda chake mwenyewe pembeni. Kanunua matofali, kanunua mchanga, kanunua simenti. Nani aliyesema lazima awe engineer? Si anafuatilia tu. Mimi ninachokuombeni, nakubaliana na yote mliyosema, lakini wale miongoni mwenu ambao wanawachafulia jina, mkiendelea kuwakumbatia haiwasaidii. Yaani kuna walimu ambao wako sawa na wanafanya kazi kwa maadili yaliyosimama, wanafanya kazi kwenye mazingira magumu kuliko kada zingine, lakini wanaoonekana ni wale wangapi? Wale wachafu 5. Mimi ningekuwa nyinyi, ningekaa kwenye kikao hichi, haya yote mlioyaandika ningeongeza lingine, kwamba lazima tuongeze kuwajibishana miongoni mwetu sisi wenyewe kabisa. Sisi wenyewe bana, we hapana, wewe ni mwenzetu, lakini we hapana. Hao masiara unaofanya na hao watoto wa kike hao, sisi hatumo. Umoja wa Maafisa Elimu Kata Tanzania UMEKTA uliasisiwa mnamo mwaka 2021 huko jijini Dodoma, ambapo pamoja na mambo mengine umoja huu unalenga kuwa chombo cha kuwaleta, kuwaunganisha na kukuza ustawi wa kada ya maafisa elimu kata wote Tanzania bara. Vile vile umoja huu unalenga kuwa chombo cha kupanga, kusimamia, kufuatilia, kutathmini na kujifunza mikakati ya kukuza elimu ya mkoa wetu na taifa letu kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, ni kupitia malengo hayo ya umoja wa maafisa elimu kata Tanzania UMEKTA, sisi maafisa elimu kata wa mkoa wa Morogoro tunakutana leo kwa pamoja kufanya tathmini ya utekelezaji wa malengo ya usimamizi wa elimu tuliojiwekea katika kipindi cha mwaka 2025. Katika kipindi cha mwaka 2023 hadi 25, umoja wa maafisa elimu kata mkoa wa Morogoro kwa kushirikiana na viongozi wa elimu katika ngazi za halmashauri na mkoa
ulifanikiwa kutekeleza yafuatayo: moja, kuendesha zoezi la ufuatiliaji wa pamoja shuleni, monitoring teamwork, ili kuimarisha usimamizi wa ufundishaji na ujifunzaji katika shule za msingi, sekondari, vituo vya walimu pamoja na vyuo vya maendeleo ya wananchi, Focal Development Colleges, FDCs. Lakini mbili, kuhamasisha jamii kushiriki katika uchangiaji wa chakula ama lishe shuleni. Tatu, kusimamia kwa lengo la kuimarisha kiwango cha ufaulu wa wanafunzi wetu. Tuliweza kubaini baadhi ya changamoto ambazo kwa namna moja au nyingine zilitufanya tusifikie lengo la ufaulu ambao tunakusudia. Moja ya changamoto zimeweza kuelezwa kwenye risala yao, lakini mojawapo ni swala la lishe. Mwanafunzi asipopata chakula, kwa kweli ujifunzaji unakuwa ni mgumu. Tunaomba swala hili la lishe liwe shirikishi kwa wadau wote katika vikao vyetu vyote. Tunaomba wewe usaidie kulisemea katika vikao mbalimbali ili tuweze kusimamia kwa pamoja na kuwezesha watoto wetu wapate chakula na kuweza kufikia malengo ambayo tumekusudia. Lakini changamoto nyingine ni swala la maadili. Swala la maadili lipo kwa upande wa wanafunzi, lakini pia lipo kwa upande wa walimu. Wapo baadhi ya walimu wachache ambao wanakuwa na changamoto za maadili. Haya masuala yanafikishwa kwenye tume ya utumishi wa walimu, lakini kwa upande wa wanafunzi tunahitaji pia ushirikishaji wa wazazi ili waweze kushiriki kikamilifu. Tuimarishe maadili ya watoto wetu ili tuweze kufikia lengo lililokusudiwa la kupata elimu, lakini kuwa na jamii bora iliyoelimika.